Na mtazamaji wa Faruku Online TV, leo ni siku ya mwisho ya utoaji mafunzo kwa watumishi wapya takriban 321 wa Manispaa Mtwara Mikindani kutokea hapa chuo hiki cha TTC zamani ama ukumbi huu wa Benjamin William Mkapa uliopo hapa halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani. Na mgeni rasmi kwenye ufungaji wa mafunzo haya alikuwa ndugu Sospita Mtwale ambaye ni naibu katibu mkuu TAMISEMI, na hapa amezungumza na watumishi hawa kwenda kuwa waadilifu, lakini pia kuwahudumia wananchi vile ambavyo walivyoelekezwa kwa mafunzo ambayo yamefanyika hapa ukumbi huu wa TTC. Tunao vijana wetu, watumishi wenzetu, tunayo nguvu kazi mpya ya taifa hili ambayo imejiunga na sisi mwaka jana na waliojiunga na sisi ambao hata wiki moja wengine hawajafikisha katika kuja kuendeleza ujenzi wa taifa hili. Lakini kwa pamoja CMT ambaye mimi ndio mwenyekiti wake, kamati ya wataalamu, tulikubaliana kwamba wazo liloletwa na maafisa utumishi na wenzetu wa utumishi tulifanyie kazi, tuwape orientation course watumishi hawa wapya katika utumishi wa umma. Naamini mafunzo haya ya siku 3 yatakwenda kuwajenga zaidi na kuimarisha katika utendaji kazi wao. Pia nachukua Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza ahadi zake za kutoa ajira kwa wingi ndani ya siku 100. Hatimaye Mtwara Mikindani tumepata watumishi 320 ambao wameshapata mafunzo. Hongereni sana. Pia nachukua nafasi hii kutoa wito kwa watumishi wote mliopata mafunzo, myatumie mafunzo haya kwa uadilifu mkubwa. Mtumie mafunzo haya, endeni mkatoe huduma bora, mzingatie maadili na muwe mfano kuigwa katika manispaa yetu ya Mtwara Mikindani. Manispaa ya Mtwara inawategemea sana. Baada ya kusema hayo, naitwa Robert Misungwi, ni katibu tawala msaidizi, usimamizi, ufuatiliaji na ukaguzi kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Niko ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, lakini kwa leo nimemwakilisha bosi wangu katibu tawala mkoa CPA Bahati Geuzie ambaye yuko kwenye kazi maalum. Mimi niwaambie tu watumishi wapya ndio mmeingia kwenye utumishi wa umma. Utumishi wa umma umejengwa na kanuni na taratibu. Kwa hiyo tuna misingi ya uendeshaji, taratibu za utumishi wa umma. Kwa hiyo mliofundishwa hapa myazingatie, muweze kuyazingatia, muweze kwenda kuyafanyia kazi. Yaani iwe kama ndo sala yenu wakati mkitekeleza utumishi wa umma, kwa sababu sisi ndo kioo cha jamii, sisi ndo tunaangaliwa na watu. Hata kunapotokea jambo fulani kwenda kuweka zamani, tunaambiwa lete mtumishi wa umma, ujue kwamba tuna thamani kiasi gani. Kwa naombeni ile thamani tusije tukaishusha. Tunavyotekeleza majukumu yetu, tutekeleze kwa kuzingatia miongozo iliyopewa. Kuna taratibu za kufuata kunapokuwa na jambo, tuzingatie kuzifuata hizo taratibu. Ikumbuke kuwa nyinyi ni mabalozi na taswira ya halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani. Hivyo katika kuwahudumia wananchi katika maeneo yenu ya kazi, hakikisheni mnatekeleza wajibu wenu ipasavyo. Ninafahamu baadhi yenu mmeanza mchakato ya kutafuta uhamisho. Ushauri wangu, tufuate taratibu za uhamisho kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ambayo tumetoa kwa mkoa na mkurugenzi katika taratibu za uhamisho. Hii ni sambamba na wale ambao wanapenda kujiendeleza kielimu, kitaaluma, kufuata taratibu na miongozo ya serikali ili basi tuweze kwenda salama.
Labda niseme neno moja lingine, nyinyi ni ajira mpya. Kabla kiongozi ya kuamini, hakikisha kwanza wewe mwenyewe umejiamini, si ndio jamani? Yaani wewe mwenyewe umejiamini, ili basi uweze kufanya kazi vizuri. Usikimbilie kuonekana wakubwa, si ndio jamani? Thamani ya ukubwa wako unaijenga wewe mwenyewe kulingana na namna unavyofanya kazi. Lakini niseme tu katika utendaji wa kazi lazima uwe na nidhamu, na nidhamu nadhani mafahamu haina shortcut, ndio jamani? Nidhamu ni nidhamu. Kwa hiyo tuwe na nidhamu ili tuwe na ushiriki bora katika utumishi wa umma. Kwa majina naitwa Asina Asmani Fungafunga, tawala na rasilimali watu, ni mtendaji wa mtaa Ligula B, kata ya Chuno. Nimeyapokea mafunzo vizuri na nashukuru kwa mafunzo haya, kwa kuwa mkurugenzi ametuona na management yake ya utumishi wa umma na kuona kwamba sisi watumishi wapya tunahitaji mafunzo kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kwa weledi na bidii. Na tunaahidi tulioyapokea hapa na tuliojifunza hapa tutaenda kuyafanyia kazi vizuri, tena kwa uadilifu na kwa kutoa huduma bora bila upendeleo. Kwa majina naitwa Siza Mohamedi na Machina, ni mtendaji wa mtaa wa Namayanga. Nashukuru nimeweza kupata mafunzo ya siku 3 ambayo leo ni siku ya pili, kesho tunamalizia. Na mpaka kufikia leo nashukuru tumejifunza vitu vingi sana vya msingi na vya muhimu ambavyo nitaenda kuvifanyia kazi kwa wananchi wangu. Nitafanya kazi kwa utii, nitamtendea haki kila mwananchi. Kwa hiyo of course nashukuru kupitia mafunzo haya. Naweza nimebadilisha kitu fulani, nimepata faida, naweza nikaenda kuwafanyia wananchi wangu huduma mzuri, na yote ni kupitia haya mafunzo ambayo nimeyapata kipindi hiki cha siku 3 ambapo leo ni siku ya pili. Tumekwisha fika tamati juu ya taarifa hiyo. Kama ambavyo umesikia hapo, watumishi wamezungumza, lakini kubwa zaidi wameweza kuzungumza hapa kwa maana wao basi wanaenda kuwahudumia wananchi kama ambavyo sheria na taratibu za nchi zinavyotakiwa. Mimi sina ziada, naitwa Faruk Munyani na hii ni Faruk Online TV. Bye bye.